بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وأن يفتح لنا فتوح العلماء والعارفين اللهم آمين. Leo tunaanzia katika hadithi mu'dhal ambayo Sheikh asema Allah mrehemu, wal mu'dhalu saqitu minhu ithnani wama ata mudallisan naw'ani. Sheikh asema katika aksami, katika vigawanyo vya hadithi kuna hadithi huitwa mu'dhal. Na hadithi mu'dhal ni hadithi gani? Sheikh asema as-saqitu ni ile ambayo wameporomoka minhu, katika ile sanadi ya hadithi, ithnani, watu wawili. Yani mfano hadithi na wapokezi watano, lakini wakati hadithi inasimuliwa kuna watu wawili pale hawakutajwa, basi hadithi hiyo huitwa mu'dhal. Hadha huwa alqismu tasi ashara. Hiki ni kigawanyo cha 19 min aqsami alhadithi almadhkura, katika vigawanyo vya hadithi vilivyotajwa. Na taban katika madarasa yaliyopita tulieleza namna gani hadithi inapokuwa ni munqati, kwamba kuna mtu labda kaondoshwa, tukaeleza namna gani mtu anavyoondoshwa. Kwa hiyo hata mu'dhal ni mfano wa munqati, lakini tofauti yake ni kuwa hapa pameondoshwa watu wawili. Wa qawluhu, na kauli yake aliposema wal mu'dhalu, Sheikh asema mu'dhalu ni mubtada, yani jina ambalo liko mwanzo. Wasaqitu, ama saqitu ni khabari yake. Kwa wale ambao tumesoma lugha, kuna mubtada na kuna khabari. Mubtada lile jina la kwanza, khabari lile jina la pili, ambalo linakamilisha sentensi ya lile jina la kwanza. Wa qawluhu, na kauli yake aliposema as-saqitu minhu ithnani, wameporomoka watu wawili, yani maana yake ala tawali, kwa kufuatana, mtu wa kwanza na wa pili hawapo. La ala tafriqi, sio kwa kufarikiana, kwa labda mtu wa pili hayupo halafu mtu wa nne hayupo. Mtu wa pili na watatu hawapo, hadithi hiyo huitwa mu'dhal. Famathalan, kwa mfano Sheikh hapa anasema katika kutolea mfano, Sheikh asema famathalan, mfano, idha kana sanadu, itakapokuwa ile sanad, sanadi yenyewe sasa kuna al-awwal wathani wathalith warabi', wasaqata athani wathalith, alafu akaporomoka mtu wa pili na mtu wa tatu, kama tulivyoeleza katika zile aina za hadithi ambayo ni maqtu'. Tuliona kuwa munqati ni ile ambayo kuna mfano katika mursal, tuliona mursal kwamba kuna sahaba ameondoshwa. Sasa hapa Sheikh atuambia watu wawili wakiporomoka kwa kufuatana, kwa mfululizo, watu wawili hawapo, basi hadithi hiyo kwa watu wa hadithi wanaita mu'dhal. Famathalan idha kana as-sanadu humul awwalu wathani wathalith warabi', ikiwa sanad ina mtu wa kwanza, wa pili mpaka mtu wa nne. Wasaqata thani, lakini akaporomoka mtu wa pili, wa thalith na watatu, fahadha yusamma mu'dhala, hadithi hii huitwa kwamba ni mu'dhal.
Kwa nini? Liannahu, kwa sababu sakata rawiyani, wameporomoka wapokezi wawili, ala tawali, kwa kufuatana. Wakadhalika, hivyo hivyo, lau sakata thalathatun, lau wataporomoka watu watatu, fa akthara, na zaidi, ala tawali, kwa kufuatana, pia hadithi hiyo itaitwa kuwa ni mu'dhal. Kuna baadhi ya maudhu sitochambua sana, kwa sababu darasa zilizopita kuna vitu tulivichambua ambavyo vitatusaidia huko mbeleni. Kwa hiyo hata mu'dhal haipishani sana na munqati na mfano wake na zile mursal. Tuliona namna gani hadithi inakuwa ni mursalu sahabi, pia tuliona. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba watu wapitie, kwa sababu ilmu inakuwa na yani ina tamasuku, inashikamana. Ile iliyopita ndio inaokuja. Sasa kama ile iliyopita utaisahau, basi hiyo hakuja pia hutoielewa. Wa idha saqata minhu thani warabi', ama akiporomoka mtu wa pili na wanne, kwa maana hapa kuna tofauti, kuna kuruka kidogo. Mtu wa pili na wanne, sio mtu wa pili na watatu. Mtu wa pili hakutajwa, halafu akatajwa mtu wa nne, halafu mtu wa tano hakutajwa, akatajwa mtu wa tano. Mtu wa nne hakutajwa, akatajwa mtu wa ngapi? Wa tano. Fahadha munqati', hadithi hii huitwa munqati'. Liannahu, kwa sababu, wa in saqata minhu, hata kama wameporomoka watu wawili, rawiyani, watu wawili, walakinnahuma, lakini hao walioporomoka, laisa ala tawali, hawakuwa katika kufuatana, ndio maana ikaitwa munqati. Yani hapa katikati kuna katika. Ama mu'dhal ni ile ambayo wapokezi wake wamefuatana, hawakutajwa. Wa idha saqata minhu al-awwal wal-akhir, akiporomoka wa kwanza na wa mwisho, fahadha muallaqun mursal, hadithi hii huitwa muallaq, ni mursal. Ay maana yake annahu muallaq, kwamba hadithi ni muallaq. Tulieleza namna gani hadithi inakuwa muallaq, bi'itibari, kwa kuzingatia awwali sanadi, mwanzo wa sanadi yake. Kwa kuzingatia mwanzo wa sanad, ile hadithi itaitwa kwamba ni muallaq, kama tulivyoeleza katika darasa zinazohusu hadithi mursal. Kwa hiyo hivi vitu anatakiwa mtu avizingatie, ili asije huko mbeleni akapata tabu. Kwa hiyo Sheikh asema itakuwa ni muallaq kwa kuzingatia kule mwanzoni kwamba kuna mtu hayupo, wa mursalu, na itakuwa ni mursal bi'itibari, kwa kuzingatia akhiri sanadi, mwisho wa sanadi. Tumesema hadithi mursal ni ile ambayo mwisho wa sanad kuna sahaba ameondoshwa. Muallaq ni ile ambayo mwanzo wa sanad kuna mtu ameondoshwa. Kwa hiyo hadithi ikiwa mwanzoni kuna mtu ameondoshwa na mwishoni ameondoshwa, inaitwa muallaqun mursalun. Wa kullu hadhihi al-aqsam, na hivi vigawanyo vyote, tuutabaru, huzingatiwa, min aqsami dhaifi, ni katika aina za hadithi dhaifu. Ukiambiwa hadithi ni mursal, maana yake ni dhaifu. Hadithi ni mu'dhal, maana yake ni dhaifu. Hadithi ni munqati, maana yake ni dhaifu, moja kwa moja, bila ya kupepesa jicho. Kwa hiyo haya ndio maelezo ambayo shekhe anaeleza hapa, ili mtu aweze kuijua hadithi kwa daraja yake. Yani ukikuta hadithi mfano imeandikwa mursal, imeandikwa kadha, ushapata jawabu kwamba hapa nini shekhe anakusudia. Kisha shekhe akamalizia kwa kusema, wa idha wajadna hadithaini, na tukipata hadithi mbili, ambazo ahaduhuma mu'dhal, moja ya hadithi ni mu'dhal, wal akharu munqati', lakini nyingine ni munqati', au muallaq au mursal, fa innal mu'dhala, basi hadithi mu'dhal ashaddu dha'fa, hii ndio yenye udhaifu mkubwa. Liannahu saqata minhu, kwa sababu ameporomoka ndani yake, rawiyani, wapokezi wawili, ala tawali, kwa mfululizo, tofauti na hadithi ambayo mwanzoni kuna mtu hayupo,
na mwishoni kuna mtu hayupo. Hii ina afadhali kuliko ile ambayo mfano tuseme kuna sahaba hayupo, kuna tabi'i hayupo, alafu hiyo hadithi unaambiwa ameisema Mtume. Sasa imetufikia vipi? Kwa sababu kuna tabi'i hayupo na kuna sahaba hayupo, watu wawili mfululizo wameondoshwa. Ndio Sheikh asema zikikusanyika hizi zote tukikuta hadithi kuna mu'dhal, si kuna nini, basi mu'dhal udhaifu wake ni mkubwa zaidi kuliko hadithi zingine zote katika hizi hadithi ambazo ni dhaifu. Sasa hadithi ambazo ni sahihi ni sahihu lidhatihi, sahihu lighairihi, hasanun lidhatihi, hasanun lighairihi. Ama hizi zingine zilizobakia katika hadithi ambazo zimeegemezwa kwa Mtume, si mursal, munqati, mu'dhal, zinazingatiwa ni katika hadithi dhaifu. Labda zitakapopokelewa katika njia nyingine ambayo ni muttasil, basi yawezekana hii mu'dhal ambayo tunayo ikawa sahihi kwa sababu ya ile njia nyingine.